Pasaka ya 2025 leo tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema kufufuka kwa Kristo kulipindua kufa kwa Adam. Kufufuka kwa Kristo kulipindua kifo kilicholetwa na Adam. Hem, tuanzie katika maandiko, tufungue katika kitabu cha Rumi mlango ule wa 5. Rumi 5, some mstari ule wa 17. Rumi 5:17 Biblia inasema, kitabu cha Warumi mlango ule wa 5, some mstari ule wa 17 Biblia inasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Mstari tuliosoma unatupa lengo kubwa la somo la leo na lengo kubwa la kumbukumbu ya sikukuu ya Pasaka. Leo tunasherehekea, unaweza kusema ni kusherehekea au tunaweza kusema ni kuadhimisha au unaweza kusema ni kukumbuka, yote vile maneno kama hayo, au kutafakari habari za wokovu wetu uliopatikana kwa ushindi dhidi ya kifo. Kwa ushindi dhidi ya kifo wa Yesu Kristo aliyekufa kwa kaburini kwa muda wa siku 3 mchana na usiku. Kwa lugha nyingine mchana 3 na usiku 3, zote hizo alikuwa kaburini, na siku ya kwanza ya juma, siku kama ya leo ya Jumapili, akafufuka kutoka katika wafu. Na ukisoma katika kitabu sehemu nyingi ya Biblia, lakini ukisoma katika mlango wa kwanza kitabu cha Ufunuo, anasema nilikuwa nimekufa lakini sasa niko hai na sifi tena. Kuna watu wengi kwenye Biblia walifufuliwa. Mmoja wapo anayejulikana sana ni Lazaro. Lakini ufufuo wa Lazaro ulikuwa ni ufufuo wa kufa tena. Ulikuwa ni wa mwili. Alifufuka na mwili ule ule alioingia nao. Biblia inasema Yesu Kristo, Yohana alipomuona aliona kiwiliwili tofauti. Nafsi ni ile ile, lakini kiwiliwili kilikuwa tofauti na kilikuwa kinang'aa, kilikuwa kama moto, kilikuwa hakizuiliwi na nguvu za uvutano wa duniani. Kwa mfano, miili ya ufufuko ambayo na sisi tutavalishwa, tutaingia katika somo baadaye, lakini hili somo tunalijua vile vile. Ile miili ya ufufuko haizuiliwi na ukuta wa matofali. Inapenya tu. Ndio sababu Yesu Kristo, wanafunzi walikuwa wamefunga mlango, wameweka na komeo, na kwa sababu walikuwa wanaogopa Wayahudi. Kwa sababu wasingeweza kuacha mlango wazi kama walikuwa wanaogopa kuuawa. Ghafla wakashtukia Yesu ameingia katikati yao. Alikuwa amevalishwa mwili wa ufufuko unaitwa mwili wa utukufu. Tutaingia katika somo baadaye. Kwa hiyo leo sio siku tofauti sana kabisa. Ni nini? Ni kitu kile ambacho tunaishi nacho leo hii. Kuna baadhi ya imani ya Wakristo, labda na sisi tulikuwa hivyo, labda tusipokuwa makini na sisi tunaweza tukarudi huko. Mtu anakuwa anamjua Mungu kipindi fulani tu, labda siku ya Pasaka, labda siku ya Christmas, ndio anakuwa kama ana ukaribu na Mungu na anakuambia usitende dhambi kabisa, na anajitenga. Baada ya hapo zile siku zikiisha, anasema tunaendelea katika maisha yetu ya kawaida. Imani nyingine anakuambia ni kipindi cha mfungo maalum, tunakuwa makini, tujizuie siji vitu gani, siji usile nyama, siji nini, baadaye endelea na yale mambo yako yote uko unataka. Hapana. Sisi Ukristo wetu sio wa msimu. Yaani kwa pamoja na mimi. Sio wa msimu, ni wa wakati wote. Leo ni kumbukumbu tu. Leo ni kama kule kukoleza upya, lakini ni kitu kiko pale pale. Na nimesikia maneno. Na kuomba wewe Mkristo unanisikia, ulioko mbali, wewe ulioko hapa, na mimi mwenyewe naongea. Tusiwe wale wa Kristo wa msimu fulani wa sikukuu.
Unakuta watu wanamkumbuka Mungu na tunyimbo wanatuimba si twa Christmas nyimbo si za Pasaka na nini. Baada ya hapa nakwambia tunaendelea maisha yetu ya kawaida. Hapana. Hii ni siku kama nyingine, ni siku ya kumbukumbu. Na sio kusema kwamba Kristo amefufuka. Utasikia Kristo amefufuka ndio. Ni kumbukumbu ya kufufuka kwake. Lakini ni kumbukumbu tu. Kufufuka alifufuka yapata miaka 2000 iliyopita. Nani wa pamoja na mimi. Lakini ni vizuri kusherehekea pia. Kama una kitu chako kizuri umekiandaa, labda ni chakula chako kizuri, labda ni kasherehe ka ndugu na jamaa, wengine wametoka mbali, ni vema kufanya kitu kama hicho. Kabisa. Ni vema. Sehemu nyingine anasema na tuifanye karamu ya vitu visivyochachuka. Anaongelea habari za kiroho, ndio. Lakini haina ubaya kufanya ya kimwili vile vile. Yesu aliingia katika harusi ya Kana. Alishiriki pale. Alienda kafurahi. Alikuwa anakaribishwa katika karamu za watu mbalimbali na Mafarisayo. Kuna Farisayo mmoja alikuwa anaitwa Simoni kwenye Luka mlango wa 8, alimkaribisha wakala wakafurahi. Kwa hiyo toka hapa labda somo halitakuwa refu sana, nenda kafanye kakoromweze kafanye vizuri, andae chakula, kaandae tukio lolote lile la kufurahisha. Lakini kikubwa zaidi, lisha moyo wako kwanza, nafsi. Na sio nafsi mmoja kama nafsi. Tunaongelea ile roho iliyomo ndani yako itokayo juu mbinguni kwa Kristo kwa jinsi ya kumwamini na kumkiri kwa kinywa. Lazima roho ile kwanza. Lazima roho ishibe sana. Na wakati mwingine mwili na roho vina tabia ya kupishana. Mwili ukifurahi sana, roho inajikuta imesononeka. Tusherehekee kwa kiasi kinachompendeza Mungu. Kuna watu wengine kusherehekea kwao ni kulewa. Kuna watu wengine kusherehekea kwao ni kukimbia nyumbani, akawa huko akarudi kama kibaka usiku. Hapana. Kusherehekea ni kwa kiasi. Ile vile. Na kumfurahisha mwili, lakini zaidi sana kuifurahisha roho. Kwa hiyo tumetoka kusoma katika Rumi 5:17 ambayo imetupa msingi wa somo la leo. Unasema nini? Nalosema habari za kichwa cha somo kinasema Yesu alipofufuka. Kufufuka kwa Kristo, ufufuo wa Kristo ulipindua, uliondosha, ulibadilisha kufa. Kosa la Adam ambalo Biblia inasema alileta hali ya kukosa kwa kila mtu aliyetokana naye. Wale waamini jamani. Matendo yetu yana uwezo ya kuenea kwenda kwa watu wengine. Vile vile. Kwa hiyo kosa la Adam na yeye alilipokea kwa mwenzake Eva. Kosa la hao wawili, maana Adam kibiblia ni wale watu wawili kwa pamoja. Mlango wa 5 kitabu cha Mwanzo anasema Mungu akawaita jina moja la Adam wote. Mr. na Mrs. Adam. Ndio maana ya lile jina. Kosa lile lilitengeneza kuingia kaburini na kwenye jehanamu ya moto. Kufa kwa Kristo, utii wa Kristo. Leo tutaona maneno yanayohusu uasi na utii. Moja na kinyume cha mwingine. Nani mmesikia maneno? Tutasikia habari za kuasi na kutii. Adam aliasi. Kristo akatii. Uasi ule ukaleta mauti. Kutii kule kukaleta uzima. Amina. Kwa hiyo kule kupindua mauti yaliyoletwa na Adam, akapindua akaleta uzima ulioletwa na Kristo, ulikuja kwa jinsi ya kutii pale ambapo kulikuwa kumetokea kuasi. Na tutaona ushindi wetu wa kiroho umejengwa juu ya utii, kuitii injili ya Kristo. Wakati mwingine watu wengine neno kama kutii wanaweza kumaanisha labda ni kuacha dhambi. Hapana. Kuacha dhambi ni jambo tunatakiwa kabisa kufanya, na kila siku tunahubiri dhidi ya maisha ya dhambi. Dhidi ni kinyume, kuyapinga. Lakini linapokuja swala la wokovu, la uzima wa milele,
sio kwamba huu mwili umeacha dhambi, hapana. Huu mwili hauachagi dhambi. Utapambana nazo lakini zitabaki nyingine hata ambazo sizijui. Lakini utii wa Kristo, ule wokovu wa Kristo ambao anasema mmeokolewa kwa imani, mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani. Lazima tukumbuke hilo neno. Ni kwa na sio hilo neno kama ni moja tu, hapana. Hapo nilikuwa nasema Efeso 2:8 na 9. Hapana. Hilo ni neno moja katika maneno mengi sana kwenye Biblia, sehemu nyingi ambazo tunazihubiri, ambazo neno la Mungu limeeleza habari ya ushindi wetu umeungamanishwa na ushindi wa Kristo. Kristo huyo anatutia nguvu kuzishinda zile dhambi, lakini zile dhambi zinafanyika mwilini. Huu mwili hautapata nafasi kabisa kufika kwenye uzima. Lazima uoze. Ni kama mbegu, lazima mbegu ioze ili kusudi zaliwe nyingine. Lakini huko ni sehemu nyingine. Twende katika kitabu kile cha tuko kwenye Warumi, tuko tunatafakari somo. Lazima tuondoke na tafakari. Lazima tuondoke na conviction. Conviction ni kama kuelewa na kukubali. Kukubali na kushindilia imani yetu. Kuishindilia. Unajua tunapokuwa na imani ambazo tumeokolewa sawa. Pasaka ni kumbukumbu ya sawa. Ya kwa juu. Ukikutana na upepo mdogo tu wa kiroho, wa roho mbaya, ni rahisi sana lazima tutie mizizi chini na kuzaa matunda juu. Biblia inasema mti wenye kuzaa matunda ni mti ambao tayari ina mizizi inafanya kazi. Amen. Tuende katika kitabu tuko kwenye Warumi tuende kwenye Wakorinto, jirani yake pale kuna Wakorinto wa kwanza, kuna mlango maarufu sana wa habari za ufufuo, mlango wa 15. Mlango wa 15 wa Korinto wa kwanza, mlango wa 15, tusome mstari ule wa mstari wa 3 mpaka wa 8, mstari mingi kwa pamoja. Anasema hivi: kwa maana na aliwatolea ninyi, Korinto wa kwanza 15:3-8. Kwa maana na aliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale tenashara. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo tena na mitume wote, na mwisho wa wote alinitokea mimi, kama mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Ni neno linalotukumbusha habari za siku tunayokumbuka, siku ya kufa na kufufuka kwa Kristo. Kristo alikufa siku 3 nyuma zilizopita, katika kumbukumbu yetu tunayoadhimisha leo, kwamba alikufa kama anavyosema andiko, akafufuka na akawatokea wanafunzi wake. Kristo alipokuwa amefufuka hakujidhihirisha kwa ulimwengu. Na tutaiona twende katika kitabu cha Yohana mlango Yohana ile injili, Yohana mlango wa 14, tusome mstari wa 19. Yohana 14:19 anasema hivi. Yohana 14:19. Tunaongelea habari za ufufuko wa Kristo. Na nini maana yake, na nini kilitokea, na nini tunapata katika hilo. Yohana 14 anasema mstari ule wa 19 anasema hivi: bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Na unasikia maneno, ni uhai wa Kristo ndio unatupa uhai sisi. Ni utakatifu wa Kristo, anasema the righteousness of Christ. Ule utakatifu wa Kristo ndio ambao anatugawia
Biblia inasema ni vazi anatufunika, inafunika machafu yetu haya. Inatufunika. Anasema kwa sababu mimi ni hai na ninyi mtakuwa hai. Na anasema bado kitambo kidogo ulimwengu haunioni, bado kitambo kidogo haunioni bali ninyi mtaniona. Alikuwa anamaanisha gani? Kwamba bado kitambo kidogo mimi nitafanya nini? Nitaondoka, nitakufa katikati yenu, nitawafia. Na anasema lakini ulimwengu hautaniona baada ya mimi kuwa nimekufa, lakini ninyi mtaniona. Inaweza kuwa na maana nyingine za kiroho na nini, lakini kinachokuja katika ufahamu wa haraka ni kwamba Yesu Kristo kama tulivyotoka kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza, alipofufuka aliwatokea wanafunzi wake, akawatokea kina Petro, Kefa amesema, na Yakobo na wengine. Kwa mfano kuna watu wawili walikuwa wanaenda katika kijiji cha Emau yapata maili 2 kutoka Yerusalemu, wakina Cleophas au Cleopa. Watu waliokuwa wanamwamini akawatokea, lakini ulimwengu ukajua kwamba huyu amepotea moja kwa moja. Anasema bado kidogo kitambo kidogo ulimwengu hautaniona, lakini ninyi mtaniona. Nitakapokufa kwa ajili yenu na wote ambao wataniamini nitafanya nini? Nitafufuka nanyi mtaniona tena na tutaagana kwa salama. Amen. Tuko tunaangalia somo la msingi kwa kweli. Mwaka jana nani anakumbuka somo la Pasaka na mwaka jana? Mimi wanapenda kuyakumbuka masomo. Labda masomo ya ubiri. Jana tulifundisha somo lilikuwa nasema Pasaka kama hii ya mwaka 2024. Somo lile lilikuwa nasema kama Kristo asingalifufuka, mauti kifo kingetutisha sana. Hakuna kitu kinachotisha kama kifo. Na wewe waambieni labda hauko huko au ulishasahau. Lakini mimi wanapenda kuongea na watu na kutafakari mambo yanayoendelea. Unaweza kuzima hapo kwa kuongea na watu, kutafakari mambo yanayoendelea na kadhalika. Watu wengi wana hofu kubwa sana ya kifo hiki cha mwili. Leo tukio tu, mtu anasema sasa mbona ongelea habari za kifo? Leo tunaongelea habari za kufufuka. Sasa kuna kufufuka bila kufa. Lazima tuongelee. Kwa hiyo mwaka jana tusoma hilo somo kwamba tunakuwa na matumaini. Wewe niambieni kabisa, niambie leo katika moyo wangu. Huwa sinaga muda ninaweza hatukai tunaogopa muda wote habari za kifo. Hata hao walioko kwenye ulimwengu wao huko duniani, watu wa duniani. Sio kwamba muda wote anakuwa nafikiri, lakini siku mawazo yanapokuwa labda yuko kabrini, akaona mtu fulani aliyekuwa anaona ana nguvu, akaona amekufa. Ile hofu inakuwa kubwa mno. Mimi binafsi ile hofu huwa hainipi kabisa, hainigusi sana kabisa. Sio kusema kwamba labda hainihusu, hapana. Wote tutakufa, tutaipitia. Lazima tuivue miili hii. Na Paulo anasema tunatamani tuweze kuivua hii miili. Tulisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili. Kama tungekuwa na shule ya Biblia tungeendeleza pale. Anasema sio kwa sababu tunataka kuivua hii miili tu. Tunataka tuivue hii miili lakini tuvalishwe ile miili bora ya utukufu. Kwa hiyo wote lazima tuwe miili na tunatamani tuwe miili. Paulo anasema ngoja niwaonyeshe, nitoke kidogo nje ya, sio nje ya somo. Twende katika kitabu cha wa Filipi. Wa Filipi kwenye zile nyaraka fupi za katikati kwenye Agano Jipya. Kuna kitabu cha wa Filipi pale baada ya Efeso na Wagalatia pale kuna wa Filipi, wa Korinto wale wa kwanza na wa pili, wa Galatia, Kuria, wa Efeso, ni wa Filipi. Wa Filipi mlango ule wa kwanza anasema hivi. Mstari ule wa 21 kwa mfano anasema kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Lazima huyu alikuwa anaongea nini? Si mwanadamu alikuwa amevaa mwili kama mimi na wewe.
Okay. Niko nagusa somo la mwaka jana. Sio kusema kwamba la mwaka huu alijitosheza hapana. Lakini lazima tushikamanishe hoja hizi. Ni habari zile za kufa na kushinda mauti kupitia kwa Yesu Kristo kufuka kwake. Anasema kufa ni faida. Ngoja nikuulize wewe Mkristo unaye nisikiliza ulioko hapa na wale uko mbali. Kufa kwako ni faida? Lazima tufike sehemu fulani tuone kwamba kufa kwangu ni faida. Kwa nini? Kwa sababu nimeisha timiza niliyotakiwa kuyatimiza. Hakuna kitu kibaya kama mtu achana kufa tu, anayeondoka akaacha vitu ambavyo hajavifanya. Niliwahi kusikia mtu anakuambia kwamba alikuwa anaoa wiki ijayo akafa wiki hii. Hiyo ni hasara kubwa kwa sababu kuna vitu ameviacha katikati. Lakini ndio sababu sehemu nyingine anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Sina deni. Sipungukiwi. Leo hii mtu tu anaenda huko anaishi duniani, anatafuta maisha yake au utukufu wake, akifa anakuambia amepiga vita vilivyo vizuri. Kapigana vita gani? Kule kuishi miaka 70, 80, 90 ndio kupigana vita. Umepigana vita vya nini? Na anasema imani nimeilinda. Kalinda imani gani? Kulinda kitu ni nini? Ni kuweka bidii. Ni kukifanyia kazi. Ni kukieneza. Kwa hiyo tunaangalia habari za hofu ya kifo lakini na ujasiri wa ufufuko. Tunaangalia habari za Kristo kupindua hofu ya kifo na kuifanya victory, ushindi. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo anasema nitakufa, nitaondoka, ulimwengu hautaniona lakini ninyi mtaniona, na tukawa tumeona juu kidogo kabla hapo kwamba alipofufuka ile story ya injili ya kufa na kufufuka kwake alijidhihirisha kwa wanafunzi wake. Hakuwa na sababu ya wakati mwingine usiwape watu habari sio wahusu. Wape wale wanaohusika. Tuende katika kitabu cha tuko kwenye Yohana, baadaye tukarudi kwenye Wafilipi, turudi pale kwenye Yohana 11. Yohana 11, tusome haya maneno. Yohana 11 Biblia inasema mstari wa 25 na 26. Yohana 11 25 na 26. Biblia inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yesu Kristo ndio sio tukio tu, yeye ndiye hicho kitu. Ndiye hilo tukio. Anasema mimi ndio ufufuo na uzima. Anaendelea anasema yeye aniaminie mimi, au tusemeje? Yeye asiyetenda dhambi ndio alisema. Hapana, yeye aniaminie mimi. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Wewe mwambie hakuna haja Mkristo anayenisikiliza kuishi katika ulimwengu wa hofu ya kifo. Kwa nini? Kwa sababu leo tunasherehekea au tunafanya rejea au kumbukumbu ya ushindi dhidi ya kifo. Na katika vitu ambavyo mwanadamu kama angefanikisha kabisa kuvifanya kwenye uso wa dunia, angeondoa kifo. Angepambana kaondoa umaskini, lakini hilo halimpi shida, wengine hawana shida hii. Tatizo kuna kifo kwa maskini na kwa matajiri. Yesu anasema mimi nimekuja kushinda hiki kifo. Je, uko tayari kushinda pamoja na mimi? Ndio swali lako. Kwa sababu hauwezi kushinda nje ya Kristo.
Kwa vyote vile hata kama utakuwa na pesa zikawa nyingi sana ukawa na malori yanatembea jiji la Dar es Salaam, ukawa na viwanda, ukawa na utajiri wote ule, kwa vyote vile hofu ya kifo itabaki vile vile na actually inakuwa ina tabia kuongezeka. Tunakuwa tunashinda hofu ya kifo kwa katika anasema yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi. Na akasema mimi ndio ufufuo na uzima. Mimi ndio huo uzima wenyewe. Anasema yeye mtu ambaye anasema tazama anasimama mlangoni. Mlangoni wapi? Sio ndani ya nyumba tu peke yake. Na ndani ya nyumba anakuja lakini zaidi sana kwenye mlango wa nafsi zetu. Anasema mtu nabisha hodi, mtu akifungua mlango nitaingia kwake na kufanya makazi naye. Huo uzima utakuja ukae ndani ya nafsi yako. Wewe Mkristo ama labda una jina la Kristo, jina zuri la Ukristo, una dini yako kubwa, una vitu vyote hivyo. Hivyo vitu haviondoi hofu ya kifo. Kitu kinachoondoa hofu ya kifo ndio hiki tunachokisoma ambayo ndio ushindi, ndio somo la Pasaka hiyo. Analosema katika hapa alikuwa anaongelea habari za ufufuo wa Lazaro. Na ile ilikuwa ni picha tu, ilikuwa ni taswira ya ufufuo wa uzima wa milele. Ufufuo wa Lazaro ulikuwa ni wa muda. Anasema Yesu akamwambia mimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi. Yeye anayeimba vizuri kanisani, ndivyo anachosema. Yeye anayenitolea sadaka nzuri bila kukosea. Hapana, yeye aniaminie mimi. Yeye aniaminie mimi. Na kumwamini Yesu kuna maana nyingi sana. Naomba nifafanue kidogo wakati tutasonga mbele. Kuna kumwamini Yesu kuna maana nyingi sana. Kuna au neno tu kuamini. Kuamini ni kule tu kuwa na taarifa kwamba kitu fulani kipo kilitokea. Lakini kuamini kuna kuongelewa katika habari za Yesu Kristo na ufufuo na kufufuka na kuishi uzima wa milele ni kutumaini, to trust. Kuna maneno mawili Kiswahili chake ni kile nadhani au kinatofautiana sikumbuki vizuri lakini Kiingereza kinatofautisha. Kuna to believe and to trust. Kuamini na kutumaini ndio na Kiswahili kinatofautisha. Lakini inaweza kumaanisha maana ile lakini lazima tujue ni nini tunachokimaanisha. Ni kuamini na kutumaini. Kutumaini ni kule kuweka confidence au confidence ni nini? Yes, kujiamini. Ambayo ndio imani yenyewe, ndio neno lile lile. Lakini ni kule kuwa na tumaini kwamba hakuna kutumaini ni kule kuwekeza nguvu kwamba ile uwezo uko pale. Uwezo uko pale. Kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa 3 anasema hata mashetani yanaamini na kutetemeka. Lakini ile imani ya mashetani sio imani inayookoa. Leo hii kuna Wakristo wengi wana imani zisizookoa. Nikutafutia ule mstari kuonyesha kwamba mashetani anaamini ndio, lakini imani yake inaokoa. Sio imani ya kutumaini, hamtumaini Kristo. Tufikishe fulani tukue katika ufahamu wetu. Bila nasema mtu akisikia neno asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyofoa na hali ya yule mtu inakuwa mbaya zaidi kuliko awali. Kwa hiyo naomba nisiende kule, nilikuwa nataka niende kwenye Yakobo kwa kukumbusha hii. Kwa hiyo lazima imani yetu iwe ni ya kutumaini, ya kutrust. Kuamini kwamba ni Kristo pekee. Ni Kristo pekee anayeweza. Ni Kristo pekee ni anayeweza. Kwa hiyo
Kwa hiyo nilikuwa natafuta ule mstari wa 19 Yakobo 2:19 anasema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Mashetani. Kwa hiyo kule lazima ametumia neno gani kwenye Biblia? Kuichunguza imani yetu. Je, iko katika misingi ya wokovu? Kwa mfano, unapokuwa na somo la wokovu na imani ni somo muhimu sana ambalo lazima tukae muda wote. Tunaenda huko lakini lazima tuliguse. Unapokuwa na imani katika Yesu Kristo Mwokozi na nini. Halafu una imani na waokozi wengine. Waokoaji wengine. Hiyo sio imani inayookoa. Hiyo ni imani ya bure. Biblia ya King James inatumia neno to believe in vain, kuamini bure. Tunamalizia kitabu cha Wakorintho wa 2 mlango wa 13 tutajifunza hilo somo la kuamini bure. Leo hii kuna imani nyingi sana. Leo hii kama leo ni Pasaka ya 2025 kutakuwa na makusanyiko ya dini mbalimbali za wanadamu za Kikristo ambazo kweli zinaongelea habari za kufufuka kwa Yesu Kristo lakini zimeamini bure. Zimeamini bure. Ni imani ya bure. Haitawazuia kupotea. Kwa sababu kama Biblia inaongelea habari ya kuamini bure, kwa nini sisi tusiiseme? Kama tunaona kuna mashetani yanaamini nayo, na mashetani tunajua hatima yake ni moto usiozimika, jehanamu. Kwa nini na ime kwenye Biblia kwa ajili ya kuitengeneza mioyo ya wanadamu na nafsi za wanadamu? Kwa nini tusiweke nguvu kwenye eneo kama hilo? Nani yuko pamoja na mimi? Nikuonyeshe imani inayookoa. Yesu anamwambia Martha na Mariamu umbu zake Lazaro. Mlango wa 11 Yohana tulikuwa tunasoma pale. Anasema mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi, na yeyote atakayeishi na kuniamini hataona mauti milele. Ni mawili, ama Yesu Kristo anatoa kauli zisizoaminika, kitu ambacho sio kweli kwa vyote vile. Ama basi kama ni kweli basi hatutaona mauti milele. Mauti yanaongelea Biblia inapoongelea kifo cha mwili, kile kinachotishia watu, kile cha makaburini, inakiita kulala. Hapa ametoka kusema ndugu walio wengi walioshuhudia kufufuka kwa Kristo wakamwona alipofufuka walikuwa wako hai, lakini anasema baadhi walikuwa wameshalala. Hakuwa na maana kwamba wako vitandani wanajifunika mashuka pale. Alikuwa anaongelea kwamba wameisha ivua miili hii. Mimi nakuomba somo la leo likusaidie kitu kimoja, na masomo mengine atakayokuwa nafuata, lakini maalum kwa ajili ya leo tuzidhibiti imani zetu, tuzithibitishe imani zetu, tuzithibitishe imani zetu ili kusudi tuweze labda hatutakuwa na utajiri mwingi kwenye hii dunia. Labda hatutakuwa na nasaba nyingi kwenye, labda mambo yetu hayatakuwa mazuri sana, lakini tuna uhakika wa kitu kimoja, kwamba tunayo nafasi katika uzima wa milele. Hicho tu unakiweka pembeni. Unajua kuna kitu kizuri kama kupambana na vitu, lakini ukajua kwamba hiki nimeshakimaliza, sina shida nacho tena. Napambana na hivi vingine. Nani upamoja? Upambane na hicho kimoja. Sio unakuwa unapambana na hiki na hiki kipo hapa. Jamani, upambane na umaskini, upambane na ndoa ngumu, upambane na watoto wasiosikia, upambane na majirani ajabu, upambane na uchumi unaoshindikana, alafu upambane na uzima wa milele. Kweli kwa pamoja utaviweza? Kuna kimoja unaweza ukakiweka tayari, kwa umeshakishinda, kiko tayari. Paulo anasema ninajua taji imewekwa kwa ajili yangu. Iko tayari. Huku sina shida.
Anasema ninapambana na mwili wangu kila itwapo leo niweze kushinda dhambi, niweze kueneza hiyo injili, niweze kufanya nini, lakini kwa habari ya hatima yangu nimeshaifunga. Iko clear, iko wazi. Ndio Kristo. Kristo sio kwa una uhakika kwamba kesho nitakula nitashiba. Hapana. Hiyo ni imani kwamba nitakula nitashiba kwa sababu yeye amesema sitakuacha wala sitakupungukia. Mlango wa 13 wa kitabu cha Waebrania tulichokimaliza hapo awali. Lakini kuna vitu ambavyo viko settled imekamilika. Ni habari za ushindi dhidi ya kifo cha milele. Nani yuko pamoja na hili neno? Yohana anasema katika kitabu cha tuko tunaangalia somo linaloongelea habari za kufufuka kwa Yesu Kristo na kupindua mauti. To reverse, to overturn, kubadilisha, yani mauti alikuwa anaenda hivi akageuza ikarudi hivi. Mimi nasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 8 anasema mstari ule wa 51. Ni mstari maarufu sana. Huu sikutakia hata kufungua kwa sababu nakaa kichwani. Ni mstari wangu ni fimbo yangu ya karibu sana. Yohana 8:51 anasema hivi. Amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Mwenye kuuliza, ni Wakristo wangapi wameshika neno la Yesu Kristo? Okay, hana maana kwamba kila neno la Biblia litakuwa limekaa kichwa. Lakini neno linalookoa. Kwenye Biblia kuna maneno aina nyingi. Kuna neno linalookoa. Hilo ndio la kwanza nalo. Kuna maneno yanayotutia moyo katika tunapopitia kwenye mambo magumu. Hilo ni neno tu la maisha kila siku. Lakini kuna neno la wokovu linalotupa uzima wa milele. Ndilo analoliongelea. Yeye amini nawaambia yeye alishika neno langu hataona mauti milele. Huu mstari unatupatia uhakika kwamba Yesu Kristo alipindua mauti. Na anasema huu mstari nilipanga ni uhubiri leo nikasahau kuweka kwenye orodha ya mistari ya kuhubiri, lakini ngoja ni utafute. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 yale mambo ya ufufuo yale, ule mlango wa ufufuo ule. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 anasema hivi mstari ule wa 17. Sijui kwa nini sikuwa nimeunukuu, lakini ndio faida ya kujua Biblia. Roho Mtakatifu anatukumbusha maneno ya Mungu. Je, atakumbusha kitu ambacho hujawahi kukisikia? Hivi mtu anaweza kukumbusha kitu ambacho ukijui? Anakumbusha kitu ambacho kilikuwa kwenye ufahamu lakini kama umekisahau. Uko unakukumbusha lakini unakijua. Tusome katika Wakorintho wa kwanza 15 ule mstari mlango wa ufufuo. Ni mlango maalum kwa ajili ya mambo ya ufufuo. Taratibu wa ufufuo nani alifufuka kwanza nini? Na hatima. Anasema na mwisho yote ni kushinda kifo. Anasema ewe mauti kuko wapi kushinda kwako? Ndiko anavyomaliza ule mlango. Mstari wa 17 anasema hivi. Tuanzie mstari ule wa 12. Mtende haraka kidogo, hii mistari mingi si kwa nini sikunukuu, lakini namshukuru wa Mungu amenikumbusha maneno. Anasema hivi, basi ikiwa Kristo, mstari wa 12 wa Korintho wa kwanza 15. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Anaendelea anasema, lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Anasema mbona mmehubiriwa mnajua kwamba Kristo amefufuka, na wote huku nyuma nataka kusema kwamba mmeona watu kama 500 walikuwepo wakashuhudia. Anasema lakini kuna maneno yanapita kwamba basi sisi Kristo kafufuka, sawa na anachosema. Lakini kwa nini watu wanaenda kusema kwamba au ni wapinzani wa injili? Kwa nini inaenda mpaka makanisani? Anasema kwa nini watu wanasema kwamba hakuna ufufuo wa wafu? Ndio lugha ya Biblia, kiama ya wafu ni ufufuo wa wafu. Kwamba ukifa tu ndio umeisha. Yaani kama ng'ombe au mbuzi au mti au nini. Anasema kwa nini wanasema hivyo? Anasema iwapo Kristo amefufuka na sisi kuna habari ya kufufuka kwetu vimeshikana, ndicho anachosema. Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Anasema kwa vyote vile lazima kama hakuna ufufuo wa wafu na Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo alifufuka basi kuna ufufuo wa wafu.
tena kama Kristo akufuka basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Anasema imani yetu mtu nakuta unaishi miaka yote huko kanisani, unafunza neno la Mungu, unafanya nini? Anasema vitu vyote hivi vimejengwa juu ya ushindi dhidi ya mauti ambao ndio kufuka kwa Kristo na kufuka kwa watu wanaoamini. By the way, hata wasioamini watafufuliwa, lakini anasema ni ufufuo wa aibu, ufufuo wa adhabu, ufufuo wa hukumu. Anasema naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua ikiwa wafu wafufuliwa. Anasema sasa hata sisi tunayehubiri injili basi tutakuwa wahubiri wa uongo basi. Nicho nataka kuambia. Anasema na haiko hivyo. Mstari wa 17 anasema na kama Kristo hakufufuka imani yetu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu na hapo wao waliolala katika Kristo wamepotea. Anasema hivi vitu vyote vimejengwa juu ya ufufuo wa Kristo. Sio kama mnasikia maneno. Anasema katika maisha haya tu na kama katika maisha haya tu tunamtumainia Kristo, sisi ni maskini kuliko watu. Anasema sasa kama Kristo, anasema maisha yetu, Ukristo wetu hasa lengo lake kubwa ni kuyaishi yale maisha ya uzima wa milele. Ndiye anamaliza anasema yote leo kushasema Mtangulia akasema, lakini anamaliza anasema na iwapo basi Ukristo wetu ni kwa ajili tu ya kuishi hapa duniani kwa sababu hakuna kufufuka basi tutakuwa tumekuwa maskini, tumekuwa watu wasio, ametumia neno maskini lakini kwenye King James anatumia most miserable, watu wenye hasara. Anasema ni kama ni watu kama Ukristo, na leo hii iko katika makanisa, Wakristo wanaenda makanisani kwa ajili ya kwenda kupata baraka na nini na kudanganyana na kuvaa vizuri na kucheza na kufanya nini, wanaishia humo na kufa na kuzikana. Ili kusudi mtu anaenda kanisani kusudi nife, nikifa aje padri anizike basi. Ndicho anachokuwa anapiga mahesabu. Na wanakuambia wakishaona mtu unaambiwa kuna jeneza pale, ni wapi kusikia anasema huyu tayari amefika kwa baba, yuko anatuombea. Imani iko wapi? Tutafute mtu yote aliyewahi kuombea watu sehemu yote ile aliyekwisha kufa. Tuangalie baadhi ya vipengele vichache. Kuasi kwa Adamu kulileta mauti. Nitakuwa nasoma mistari michache. Kuasi kwa Adamu ndiko uasi huleta mauti. Hata leo hii, niwape mfano wa duniani. Kwenye nchi yote ile yenye serikali inayojitambua, ukishasikia kuna wanajeshi wameasi au kuna kundi limeasi, mara nyingi adhabu zao huwa ni kifo. Na hiyo ni duniani. Kweli uasi huwa una labda wapate msamaha namna gani. Ukisoma katika kitabu cha Warumi mlango ule tulioanzia wa 5, Warumi 5, nitasoma mistari michache kusudi somo lisiwe refu sana. Mimi naamini lilishaeleweka. Nani maana anasema kwamba hajajifunza chochote kuhusu Pasaka ya leo. Rumi 5:19 anasema hivi. Rumi 5:19 anasema. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Unaona kwamba ni hoja ile ni kupindua. Anasema mtu mmoja Adam of course na mwenzake waliasi. Ile hali ikapenya ikatuingia wote tuliotokana na hao kuwa waasi. Biblia inasema tulipozaliwa katika Yesu Kristo ambaye yeye kwa kutii kwake tukahesabiwa haki. Kwa kuasi kwa Adam na sisi tuliomfuata katika kuasi kwake tukahesabiwa hukumu, mauti. Ndio tukapata somo linalosema kufufuka kwa Kristo kulipindua mauti ya Adam. Kulibadilisha, kuligeuza. Twende hiyo tulikuwa tunaongelea habari za uasi. Nilikuwa na mistari mingi kidogo. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa kwanza mstari wa 10 na 20 anasema hivi. Usifungue pale. Anasema mkikubali na kutii mtakula mema nchi. Muda wote utii.
unapokuwepo. Wewe wafundishe watoto mnaonisikia, akina mama mnaonisikia, na sisi wanaume, kila mtu ana sehemu anatakiwa atii. Kweli kabisa. Ndio nimesikia maneno. Leo hii katika hali ya mvutano na nafsi na mwili, nguvu ya kuasi au kukataa au kutokutaka huwa ni kubwa kuliko ile ya kutii. Ndio sio? Lakini tusikubali tushinde uasi, kwa sababu tunaona kwamba uasi unaleta mauti, unaleta adhabu. Tusome kipengele kingine nasema utii wa Kristo ulileta uzima. Tulikuwa kwenye Wakorinto, tusome Wakorinto wa kwanza 15. Hii misali ni shaigusa, lakini sina ubaya kuirudia tena kidogo. Wakorinto wa kwanza 15 tusome 49 anasema hivi: na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Anachosema ni kwamba tuliasi sambamba na Adam. Kwa sababu tumezaliwa na Adam. Nani ambaye hakutoka kwa Adam? Haipo, si ndio? Anasema tukizaliwa na Kristo. Na tunazaliwaje na Kristo? Tunazaliwa na Kristo katika kumwamini na kukiri jina lake linalookoa. Anasema mmezaliwa mara ya pili kwa jinsi ya imani, wala sio kwa nini? Sio kwa mbegu inayoharibika, bali kwa mbegu isiyoharibika, ni ambayo ni neno la Mungu lenye uzima. Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa mlango wa kwanza mstari wa 23. Anasema kwa tulichukua mauti ya yule tuliyezaliwa naye Adam. Ndio tunaitwa wanadamu, tuna damu. Anasema tunapotoka tukazaliwa katika roho na Kristo, kwa sababu tulichukua mauti ya Adam, tunachukua na uzima wa Kristo. Mfano ule ni kinyume, ni kupindua, yani kama ulikuwa unaangalia hivi unaangalia hivi. Imeandikwa kwenye Biblia. Ukisoma katika kitabu cha Ebrania kile tulikisoma awali, inasema mlango wa 5, Ebrania 5 mstari wa 8 inasema hivi, msikiliza maneno haya, tunakaribia kumaliza. Anasema hivi, mstari wa 8 anasema, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Kitu kilichomfanya Kristo uweze kuyateka mauti ni utii wake. Na kitu kilichomfanya Adam na uzao wake, sisi wote katika mwili huu tupokee. Unajua sisi tuko kote kote. Katika mwili tuko kwa Adam. Katika roho tuko kwa Kristo. Anasema kilichozaliwa kwa damu kwa damu ni kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na vyote tunavyo. Mpaka vitakapoachana. Lakini kipi ambacho kinahesabiwa kikubwa ni roho ya mwanadamu. Sio mwili wa mwanadamu. Anasema mwili wote ni majani. Petro anasema katika kitabu cha Petro mlango wa kwanza. Anasema mwili wote ni majani. Yanayochanua na kunyauka na kutupa motoni na kuungua mwili, lakini roho za dumu hata milele. Sema nyingine nasema neno la Mungu la dumu hata milele. Wewe kuuliza Mkristo unasikia leo wakati tunaenda kutafakari ya maneno. Kristo alipofufuka anasema aliteka mateka na kuwapa wanadamu vipawa. Wale watekaji wako na mimi, Kristo akawateka. Ndio Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso. Sikwenda huko. Kuna mambo mengi. Unajua hii ni imani yote hii. Uwezo kuhubiri ndani ya muda kama huu tunahubiri. Tunasoma vitu kadhaa vinavyohusu kipindi hicho siku hiyo. Lakini nikuulize, kama Kristo aliyashinda yale mauti, akashinda kifo, na anasema kwa sababu ninaishi na ninyi mnaishi, kuna sababu ya wewe kuishi, hasa kwa watu wazima. Kwa sababu wakati mwingine vijana anaanza kujisahau, lakini umri ukija anaanza kuishi maisha ya hofu.
kuna sababu ya kuendelea kuwa na hofu na mauti. Hana maana kwamba tukitoka hapa tunasema ule ni moto, hebu nuoke ingia humo kanyaga humo ufe. Hatuko hapa, sio wale watu ambao wanajilipua. Hapana, lazima tuitunze miili, ni hekalu la Kristo. Tuilishe, tuivalishe, tuioshe, tuifanye nini? Lakini tukijua kwamba kuna siku tutaachana nayo salama. Yaani kwa pamoja na mimi. Tuangalie. Utii wetu kwa ukombozi wa Kristo ndio unaotupa uzima. Tunaona Kristo anamtii baba yake, anatii sheria ya baba yake ili kusudi aweze kutupa uzima. Lakini sisi yeye ni yeye na babake. Sisi tunaingiaje humo? Iwapo na sisi tunatii tunatii yale. Anasema katika kitabu tulikuwa kwenye Waebrania 5. Hebu tusome mstari wa 9 anasema hivi. Waebrania 5 anasema, naye alipokwisha kujifunza kutii kwa mateso hayo, anasema mstari wa 9 anasema, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii, akawapa wokovu wa milele kwa wale watu wote walio. Yeye akapata ushindi dhidi ya mauti kwa utii. Na mauti yalipatikana kwa uasi. Anasema na sisi tunapata nafasi katika ule uzima alioupata kwa utii wake, tunaipata kwa sisi kutii ile injili yake. Wewe sio watu wengi wanaotii injili ya Yesu Kristo. Kuna watu wanaweza katii sheria za kanisa zao, wakatii masharti ya mchungaji wao, anakuambia hapa nataka 5,500 wakaleta wafanya nini hata kama ni kuuza ardhi na nini, lakini sio watu wanaotii injili ya Yesu Kristo. Amen. Kweli. Kweli. Na ndio mwepesi. Ndio mwepesi. Mtu anaendelea kuthibitisha. Anasema katika kitabu cha tuone kwenye kitabu gani? Mtu hata katika agano la kale, tuone katika Kutoka pale. Twende katika Kutoka. Mlango wa 19 ni habari za agano lile la Musa na wana wa Israeli kwa upande mmoja na Mungu Baba kwa upande mwingine. Kutoka 19 mstari wa 5 Biblia inasema hivi. Kutoka 19:5. Hii sio habari ya agano jipya tu. Imetokea kwenye agano lote la Mungu. Mstari wa 5 anasema hivi. Sasa basi ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu na kuendelea. Anasema itatokana na utii wenu. Na hapa hamaanishi utii wa sheria kama sheria moja kwa moja. Ni utii wa injili ya Mungu. Na injili ya Mungu kiini chake kikubwa ni imani. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Biblia inasema. Anasema katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 17. Petro wa kwanza 4:17. Tuko tunaangalia utii. Huu utii ueleweke vizuri. Ni kule kimsingi utii ndio unaozaa kuamini. Petro wa kwanza 4:17 anasema hivi. 4:17. Anasema kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Anachosema ni Petro anasema hivi, sisi tunaoitii injili ya Mungu hukumu iko njiani na anza. Hilo sio somo la leo. Anasema lakini sasa kama na sisi wenyewe kama hukumu inakuja kwetu sisi tunaoitii, vipi wale wasioitii injili ya Kristo? Hali yao itakuweje? Nani mwenye kusikia maneno? Jamani tujifunze kuitii injili ya Yesu Kristo. Kristo akisema kwamba niaminini mimi, tuamini yeye. Akiwaambia kwamba mimi ndio mwokozi pekee, hakuna mwingine pembeni yangu, tuamini hivi. Lakini anasema hivi, anasema msimuite mtu baba duniani, ninyi mnasema tunamuita baba mtakatifu. Huko sio kutii huko. Huko ni kuasi. Huko ni kuasi. Tumalize kwa kusoma mstari mmoja
au miwili anasema kipengele kidogo kinasema kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Lazima tuwe pia na ufahamu na uelewa wa kwamba tuko njia moja na Kristo katika habari za kufa na kufufuka naye. Utii wetu una reflect au una aksi au unaenda sambamba na kufata ile njia ya Kristo. Sio kwamba Kristo anakufa na kufufuka sisi. Mimi nasema Kristo alikufa akavua ule mwili. Akavalishwa mwili au akavaa mwili wa utukufu. Na sisi umetupasa kupitia katika njia hii. Hii haina tofauti na mzazi ambaye anatakiwa akiwa anafanya kitu anawafundisha na watoto wake. Hivi wewe niulize, mama unaweza kuwa huko jikoni, unapika, unakaangiza, unafanya nini, mabinti zako wako sebuleni wanaangalia TV, utakuwa huko unaenda sambamba nao? Lazima wakae pembeni yako, wajifunze. Basi watafika kule waanze kuloweka chakula. Wewe ni baba, una kazi zako, unafanya vitu unavyofanya, unapanga mipango kwenye familia, mtoto wako wa kiume yeye yuko huko anazunguka hajui chochote. Ndio sababu unakuta vijana anaingia kwenye ndoa hajui chochote. Anachojua tu ni kwenda kufaidi matunda ya ndoa peke yake. Hajui kuweka mizizi katika ile ndoa. Kristo na yeye anatutaka, anasema tusome ile mstari itufundishe. Itufundishe na mimi nitakuwa nafunga. Sipendi kwenda sana. Turudi pale kwenye Rumi 6:3-4 anasema hivi. Rumi 6:3-4. Kuna habari za ufufuo nyingi sana kwenye kitabu cha Warumi. Tupite huko haraka. Rumi 6:3 anasema hivi. Anasema hivi, mstari maarufu sana anasema hivi, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa ajili ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Lazima ile njia aliyoipitia Kristo. Alikuja duniani kutupa mfano. Alivyoishi maisha yake, alivyo sehemu nyingine ni uhalisia wa mambo, lakini sehemu nyingine ni taswira. Taswira yake ni nini? Ni ule ubatizo wa kupelekwa katika maji. Anasema nisome ile mstari tena umsikie. Anasema kama vile ambavyo Kristo alivyokufa na sisi tunapobatizwa. Ngoja nisome sehemu nyingine. Tukao kwenye Rumi. Sina muda wa kufafanua sana kwa sababu inabidi nisome hii mistari ili kusudi ijifafanue yenyewe. Nilikuwa natamani nifafanue lakini sipendi kwenda sana. Rumi 6:8 na 9 anasema hivi. Anasema hivi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Tukija Kristo akiisha kufufuka katika wafu, hafi tena wala mauti haimtawali tena. Anasema tunafanya pamoja naye. Sema nyingine tunasema sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Na kuomba wewe Mkristo ujifunze kupita njia moja na Kristo. Leo hii Wakristo wanataka aishi duniani kama watu wa dunia lakini ahesabiwe pamoja na Kristo. Haipo. Na hapo kuna kwagamaya kubwa sana. Hapo kuna controversy, kuna ushingo, kuna tatizo. Lakini maana ya kwanza anayosema kabisa kubwa ni kule kuifuata njia ya ubatizo, kuingia kwenye maji mengi na kutoka katika maji mengi. Ni taswira ya kwamba Kristo amekufa na sisi tunakufa pamoja naye na tunafufuka pamoja naye. Mtu aliye tayari kwenda kuingia kwenye maji kama Kristo, unaweza kaliona ni jambo dogo lakini ni jambo kubwa linawashinda watu wengi. Kweli kabisa. Mimi mwenyewe nilichukua miaka kama 10 kuacha ule ubatizo wa kumwagiziwa mtu maji hapa. Kristo alimwagiziwa maji. Kristo aliingia kwenye Yordani, akazama, akaloa, akachafuka, akatoka. Anasema inabidi hiyo taswira sasa ni taswira ya maisha yetu, tuishi upya wa uzima wetu. Sehemu nyingine anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo na sasa ni hai, bali sasa sio mimi anayeishi ni Kristo. Galatia 2:20 tutakuwa tumesha hapa. Mungu awabariki sana. Asante Bwana Yesu Kristo kwa kutupa neema ya kutafakari maneno haya. Jina lako litukuzwe. Asante Mungu wa rehema, ni katika jina lako tumemna kupokea yote. Amen.